Karibu Tabora, karibu Toronto. Hiyo barua ukigugo pale itakuja. Sasa baada ya kuja ndo naipata sasa hiyo barua. Mimi ni raia wa Burundi. Ni raia wa Burundi. Ila pia nimezaliwa Tanzania. Umeishi Tanzania kwa muda gani sasa? Ni kwa muda mrefu sana kwa sababu wazazi wangu walikuja zamani Kigoma. Kwa hiyo mimi nikawa nimezaliwa Kigoma pale. Kwa hiyo primary nikasoma Kigoma, secondary nikasoma Bujumbura. Na chuo kikuu nikasoma hapa Suwa, Morogoro. Katika hali isiyokuwa ya kawaida, kijana mmoja anayefahamika kwa jina la Gadiel Lameck Mtema mwenye umri wa miaka 45, raia wa nchini Burundi ambaye amekuwa akijitambulisha kama msaidizi wa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kitengo cha maombi ya ufadhili na udhamini, ameangukia katika mikono ya makachero wa polisi mkoani Tabora na kupigwa pingu papo hapo baada ya kushindwa kwa jaribio lake la kutaka kumtapeli mchungaji Rashidi wa kanisa la EAGT Kidatu Manispaa ya Tabora kiasi cha shilingi milioni 15. Kwa huyu ni tapeli ambaye japo sio yeye, lakini mwaka 24 nilitapeliwa na watu wa aina hii. Kama tunavyoona hajatapeli hapa, ametapeli makanisa mbalimbali. Nilijaribu kuongea naye kirafiki, nikamwambia kwa nini unatapeli makanisa? Akasema ndiko unapata hela nyingi, ukipiga mmoja unapata milioni 8, 10, ndiko kuna hela ambazo za haraka. Chanzo cha kukamatwa kwa Lameck inaelezwa kuwa majuma kadhaa yaliyopita viongozi wa kanisa hili walimwandikia barua Rais Daktari Samia Suluhu Hassan wakimuomba msaada wa shilingi milioni 25 ya kumaliza ujenzi wa kanisa lao, na ndipo siku chache baadaye wakapokea barua kutoka kwa mtumiwa huyu anayeishi nchini Kenya akijibu barua yao, tena kwa ujasiri na umahiri wa hali ya juu, kama anavyoeleza mkuu wa mkoa wa Tabora Paul Matiko Chacha. Hawa mabwana hawa waliandikia kanisa la The Evangelist Church Assemblies of God hawa Kidatu Tabora hapa, wakiwajibu barua ile waliomwandikia Mheshimiwa Rais, wakiwaambia kwamba ombi la ufadhili wa ujenzi wa kanisa, ununuzi wa gari, ujenzi wa hospitali na ujenzi wa shule wenye thamani ya shilingi bilioni 2. Kumbukeni hawa waliomba mchango kwa Mheshimiwa Rais wa shilingi milioni 25 wamalizie kanisa lao. Wakamtafuta huyu bwana, wakamwambia kwanza, tunakupongeza kwa maombi yako ambayo ulimwandikia Mheshimiwa Rais barua, umeomba milioni 25, lakini kwa udadisi tuliofanya na utafiti tuliofanya unahitaji kupata kweli kanisa, lakini unahitaji kupata gari, lakini pia unahitaji kupata hospitali, na Mheshimiwa Rais amekubali kukupatia shilingi bilioni 2. Kwa hiyo wakamwandikia barua wakimwambia rejea barua yako ya tarehe 25 mwezi wa 4 2026 iliyokuwa inaomba kupata ufadhili kutoka katika shirika la Support the Solidarity Fund for the Church in Africa, kwamba ofisi yetu imepata kibali kutoka kwa Bwana Yesu Kristo kupitia barua tuliyoipokea kutoka ofisi ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan, kitengo kinachoshughulikia barua za ufadhili na udhamini, ofisi ya Rais, kwamba imeelekeza kwamba ofisi ya Rais kitengo cha maombi ya ufadhili na udhamini kilipokea barua kutoka katika ofisi ya kanisa la Evangelist Church Assemblies of God Tanzania tarehe 30 mwezi wa 2 2024 kwa barua iliyoandikwa tarehe 29 mwezi wa 1 2024 ikitoka katika ofisi yenu. Wahenga walisema majuto ni mjukuu. Lameck kwa sasa yupo kitanzini, na kutoka kwenye kinywa chake anasema haya yote anayoyafanya ni shetani amekuwa akimuinda kila uchochoro anapojaribu kupita. Kwanza moja, nimemkosea Mungu. Wa pili, nimemkosea Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nimekosea sana. Na pia nimemkosea wewe Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa ambaye ni mwakilishi wa Mheshimiwa Rais. Nimekosea sana. Watatu, nimemkosea mchungaji na kanisa lake lote. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa kama mzazi na mimi kama mtoto. Nimekosea sana. Na kuomba sana. Hujanisingizia hata moja kwa kweli. Ila nimejuta na nitajifunza sana kupitia hayo Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa.
nimekosa sana na kuomba unisamehe Kaa kwenye kiti. Nataka unisamehe sana. Haya mambo uliokuwa unayafanya haya. Ndio. Ulikuwa unajua unachofanya? Shetani alinitumia sana. Alinitumia sana huyo shetani. Na hata tulipokuwa tunakuja na bishop nilikuwa namwambia najutia haya yote ambayo nimeyafanya. Wewe najutia sana. Unaweza kujibu barua aliyoandikia Mheshimiwa Rais? Hapana, siwezi. Ndio maana ninaomba msamaha, unisamehe Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa. Nakuomba sana. Nakuomba unisamehe. Nimekosea sana. Nimekosea sana. Kiwewe na furaha kwa viongozi wa kanisa la EAGT cha kuomba milioni 25 na kuambiwa kuwa wanapewa bilioni 2 kiliwafanya kujikung'uta mpaka tone la mwisho ili kupata milioni 15 kama kifuta jasho kwa afisa huyu aliyepambania barua ya ombi kwa Daktari Samia Suluhu Hassan. Kwa huyu bwana, taasisi yake yeye rais alielekeza wawapatie kanisa hili shilingi bilioni 2. Lakini akaenda mbali akasema, sasa nyinyi kwa kazi kubwa hii tuliyowafanyia, hivi ni kweli tuwape bilioni 2 jamani, hata maji ya kunywa? Hebu basi na nyinyi changamkeni. Kwa sasa hao wachungaji wakakaa kikao chao, wakakubaliana. Akasema jamani, kweli tunapata Mheshimiwa Rais anatupa ufadhili wa shilingi bilioni 2, wale wasaidizi wake tuache hivi. Kwa wakajiandaa na huyu bwana akasema andaeni shilingi milioni 15. Mawasiliano mengi yakaendelea. Hawa mabwana wakakusanya hela, lakini na vyombo wakawa wamesha tutaarifu, tukawaambia cha kufanya. Tulishajua ni matapeli. Kibano cha waandishi wa habari kwa kijana huyu ni kutaka kujua aliwezaje kupata barua hii na kuijibu kwa urahisi kiasi hiki. Hiyo barua ya mchungaji niliingia Google nikaiandika ikajwa. Na niliandika kanisa linaloomba msaada. Kwa ukiandika kanisa linaloomba msaada ndio ikaja hiyo barua yake sasa ya mchungaji. Na katika kazi na hiyo nafikiri kwa ndio kazi yangu ya kwanza. Hayo makanisa mengine kwa sijawahi, hata kama mkiwasiliana nao hatawaambia kwamba nishafanya chochote. Jeshi la polisi mkoa wa Tabora kupitia kwa makachero wake likasuka mtego huko Namanga mpakani mwa Kenya na Tanzania, na hivi ndivyo hali ilivyokuwa. Ikashindikana hela kuziweka NMB. Ilibidi sasa mchungaji aende wakutane na Manga. Huyu atoke Nairobi wakutane na Manga, amkabidhi mzigo wake. Katika kuweka kambi pale na Manga, yule mzee mwingine aliyepokea huyu tapeli huyu, yeye alimtafuta huyu baba akamwambia, kuna mgeni wangu atafika hapo na Manga, naomba umpokee, msaidie vitu viwili. Moja, kuchange hela alizonazo, lakini pili, mtafutie passport ya kuvuka kuja Kenya. Baada ya hapo, huyu bwana alikuwa anasafiri kwa sababu tayari mgeni wake mchungaji ameshapokelewa na yule bwana. Hela ameshachangiwa, passport ameshatafutiwa ya kuvuka upande wa pili. Kwa hiyo huyu anakuja ili waweze kukutana, achukue hizo hela shilingi milioni 15 ambaye Mheshimiwa Rais aliwaelekeza wao wafadhili hapa. Mtego huu ukawa umekamilika, tukamkamata vizuri sana. Na akamwambia, nenda uchukue guest hapo around. Ukishachukua guest, nipigie picha hiyo guest. Unionyeshe ni guest inaitwaje. Akampigia picha guest ile inaitwa, hiyo guest inaitwa Kibo Guest House. Kwa hiyo akichukua guest hiyo ampigie bango la picha hiyo, amrushie ili wakati anavuka huyu kutoka kule Nairobi asije akapotea. Akamwambia, uniambie na chumba utakachochukua. Huyu bwana akachukua chumba namba 1, akapiga picha akamrushia, ukija guest fulani nipo chumba namba 1, akiwa anamuonyesha begi la hela hiyo. Najua kwamba hela zipo huko, kija utachukua. Akaja kuchukua hela zake akamatwa, ndio hapa mnamwona. Kongole kwa jeshi la polisi mkoa wa Tabora kupitia kwa kamanda wake kamishna msaidizi mwandamizi ACACP Richard George Abwao. Kazi kubwa inafanyika ni kwa sababu Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa
anatusapoti, anatengeneza mazingira mazuri. Makachero wetu anaweza wakafuatilia watuhumiwa kwenye maeneo mbalimbali mpaka mipakani ya nchi. Kwa hiyo ni kazi kubwa ambayo inafanyika. Mimi ni wahakikishie wananchi wa mkoa wa Tabora, tunataka kuhakikisha kwamba hakuna utapeli ambao utafanyika kwenye mkoa wetu wa Tabora. Yaani matapeli wote wanaotumia njia mbalimbali kuwatapeli wananchi, tutahakikisha kwamba tunawafikia popote walipo na hatua stahiki za kisheria zinakwenda kuchukuliwa juu yao, na matukio mengine yote yanayojitokeza yatafuatiliwa kwa karibu kuhakikisha kwamba mkoa wetu unaendelea kuwa salama dhidi ya matapeli ambao wanafanya matukio haya. Ama kweli mkono mtupu haulambwi. Milioni 5 kwa kila kachero aliyefanikisha jambo hili zinatangazwa mahali hapa. Haya mambo tutaendelea kufanya hii kazi ya kuwalinda wananchi hawa, lakini na vijana wale, na mimi kawaida yangu hawezi kufanya kazi kubwa makachero wetu kwenda kuweka kambi huko kupambana na majangili na majambazi kama haya, sio kitu kidogo. Makachero wetu walikuwa wawili, nikasema RPC utawapa kalikizo kafupi wakafurahi, angalau wakusanye nguvu za kupambana na majangili wengine. Kwa hiyo utawapa milioni 5, mlikuwa wawili na maafisa wengine tutawakadiria. Mkienda nyinyi kapumzikeni, RPC ni huyu ndio kiongozi wenu, atawapa kaofu ka siku kadhaa, mkae mrelaksi, muende muangalie familia zenu, lakini mkusanye nguvu za kuja kupambana na tuitumikie nchi hii. Karibu Tabora, karibu Toronto.